wa madini fulani ya mwili. Kwa mfano kama ambao wanapata pika, most of them wanakuwa na upungufu wa madini ya chuma, iron deficiency. Kwa hiyo mara nyingi akiwa kwa daktari akazungumza hili, daktari ataangalia wingi wa damu na atapewa zile supplement, kwa maana atapewa iron supplement. Na ndio maana atakunywa hizi dawa, atakunywa mpaka pale atakapojifungua, na wengine hata mpaka atakapojifungua, kwa sababu kuna wengine wakishajifungua wanapoteza damu nyingi sana wakati wa kujifungua au hata wakati wa operation na vitu kama hivyo. Sasa kitu kingine ambacho ningependa nikigusie hapo ni nini cha kuavoid. Ndio kuna wengine huwa wana sio kama kufurahisha, lakini hata wengine wanafahamu kabisa kuna baadhi ya vinywaji au stimulants huwa they are not recommended during pregnancy. Na nafikiri kwa jumuiya humu, nafikiri wengi humu ni Waadventista, na assumption ni kwamba Waadventista hawanyi pombe au sigara. Lakini ni vizuri kulisema tu kwamba smoking and drinking alcohol ni havitakiwi kabisa, na hata huko nchi zaendelea wanajuaga. Hata wale wenyewe walevi ambao ni walevi kabisa proper wanajuaga kabisa kwamba nikishakuwa mjamzito sitakiwi kunywa pombe, sitakiwi kuvuta sigara. Lakini sasa we can go beyond any stimulant, kwa maana hata kahawa, chai, yani hivi stimulant, any stimulant huwa ni not recommended, kwa sababu in a way zina affect ujauzito. Huwa ni physiological, yani wanasema kuna mabadiliko ya kifiziolojia. Kwa hiyo wakati mwingine tunataka kuepusha vitu vingine ambavyo si vya lazima sana, ambavyo vinaweza vika-affect afya ya mama, na afya ya mama ikiwa affected, obvious, na afya ya mtoto inakuwa affected. Kuna mambo mengine kama chanjo, vaccination ni muhimu sana kufanya kabla ya ujauzito na vingine wakati wa ujauzito. Kuna dawa ambazo zinapewa wajawazito, dawa kama zile za malaria. Kuna wengine hawataka kuzinywa, lakini zinasaidia kuondoa mama asiwe na maambukizi ya malaria wakati wa ujauzito, kwa sababu in a way anaweza kaita mtoto mwenye changamoto, labda mtoto mwenye uzito mdogo au mtoto mwenye changamoto zingine za kiafya. Lakini kupumzika huwa inashauriwa sana, na hasa kwenye trimester ya kwanza, hasa kwa wale ambao kuna wengine unakuta wanaweza wakapata ile threatened abortion, labda akaanza kuona anatoka damu wakati wa ujauzito. So resting sio tu kwa yule mwenye shida, lakini hata kama ukishajua kwamba wewe ni mjamzito, hasa kwenye ile trimester ya kwanza, wanashauriwa kupata muda mwingi sana kupumzika na kuavoid bad habits. Na kwa bad habits in a way zina affect mtoto, kwa maana unaangalia nini, unafanya vitu gani, and in a way huwa vina affect sana maisha ya mtoto na ule uumbaji wa mtoto. Kwa hiyo nafikiri kwa ufupi hapo nimekava hiyo sehemu ya kwanza, lakini nilipenda kidogo nizungumzie. Mwenyekiti utaniambia muda wangu kama ninapitiliza lakini nilikuwa nataka nionyeshe impact. Kwa nini tunazungumza haya ni ya muhimu sana? Kwa sababu kuna maandalizi hata wakati wa kujifungua. Haya yote huwa yanafanywa katika mwanzo kabisa. Planning zinafanyika mwanzo kabisa wa ujauzito, na ndio maana nikashauri kama unaweza, ukiwa na daktari wako specific ambaye unaweza ukampigia simu muda wote, hata usiku wa manane, it's far much better, kwa sababu itasaidia whenever you see any changes ambazo sio za kawaida. Labda mtoto alikuwa anacheza, sasa ameacha kucheza, usually ni vizuri kumconsult daktari wako, na nashauri awe daktari ambaye ni mwepesi kupatikana, ambaye anaweza kupokea simu at any time. Huwa imeonekana amekuwa ni wa msaada, na most of the doctors ambao mnawasikia hapa mjini wana trend sana, wenye majina makubwa ambao wanapendwa sana. Sifa yao kubwa si kwamba hawana yani si kwamba wengine hawajui. Uzuri wa hawa ni kwamba they are easily available. Nafikiri kuna majina mnaweza kama mmeyasikia, kama kipindiko kina Kamugisha, sasa hivi tunasikia kina Coleman. Ni watu ambao ukipiga tu simu mara moja atapokea, hata kama ni usiku saa 7 atapokea. Kwa hiyo nafikiri unapochagua, kwa wale ambao bado wako kwenye mchakato huu, unapofikia kuchagua daktari ambaye atakuwa daktari wako kwa ajili ya ujauzito, au ni mtu ambaye anapatikana yuko accessible, hata kama akiona message yako anaweza kujibu. Kuna baadhi ya madaktari wanaweza kumtumia message leo akajibu baada ya miezi 3. Huyu anaweza sio msaada sana. Kwa hiyo yote hivi wakati mwingine kunakuwa na urgency, kunakuwa na emergency zinaweza kutokea. Mimba huwa ni kitu cha ajabu sana. Inaweza ukaenda vizuri tu, ghafla ukashangaa tu, ghafla mtoto achezi, ghafla anaanza kubleed,
Sasa usipofanya intervention ya haraka pale, yumkini mimba inaweza kaendelea kusurvive lakini ikawa na madhara na mtoto atakayezaliwa akawa na madhara makubwa. Kwa kama magonjwa niliyozungumza haya kama ya mdomo wa sungura, mgongo wazi, vichwa vikubwa, magonjwa kama mtindio wa ubongo. Mtindio wa ubongo asilimia kubwa sana mtindio wa ubongo ambao tunaona kwa watoto wengi sana, almost 80% to 90, yanasababishwa kutokana na maandalizi mabaya au kutokuwa na huduma bora hasa wakati wa kujifungua pale. Mtoto anapozaliwa, yani ile management ya labor, ule uchungu unapoanza, nini kinafanyika na intervention gani zinafanyika. Pale huwa pana changamoto nyingi sana, maamuzi yanafanyika saa ngapi. Wakati mwingine unaweza kama amekuplani daktari wako uze kwa kawaida. Sasa katikati mama ukachoka, mtoto akachoka. Maamuzi yanafanyika wakati gani na how immediate hayo maamuzi yanafanyika na nini kinafanyika. Au wakati mwingine mtoto anaweza akawa tu vizuri mpaka wiki ya 38 amekaa vizuri, lakini the last week mtoto akarukaruka, akajigeuza, ile code, yani ule nini kitovu chake kikajiviringisha katika shingo. Kwa hiyo usipokuwa makini hapa unaweza kushangaa unaenda kujifungua mtoto anazaliwa lakini tayari amezaliwa labda amechelewa kulia, amezaliwa au amechoka sana, au baadaye akawa na manjano. Sasa hivi vitu vina impact sana katika ukuaji kuanzia pale ndani ya mwaka wa kwanza, na vina impact mpaka baadaye katika maisha huko ya shule, wanapokwenda shule na vitu kama hivyo, na mpaka katika maisha mengine ya ujana. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kusisitizia kwamba cha msingi sana kwa mantiki ya somo letu la leo ni nini cha kufanya. Yaani cha kufanya sana ni kuangalia sana kabla kuconceive na wakati wa kuconceive, hasa katika ile wiki 12 za mwanzo. Na kwenye labda nigusie tu kwenye ukuaji huku mbele, hizi milestone, yani unataka huo ukuaji uonekane vizuri mbele na milestone ziende vizuri, investment inatakiwa ifanyike katika hizi wiki 12 za mwanzo au kabla ya kuconceive. Wazazi wengi huwa wanatumia energy kubwa sana baadaye huku mbele, yani kushughulika na kudili na mambo ambayo yumkini yangeweza kuzuilika wakati wa ujauzito au wakati kabla hawajashika ujauzito. Kwa mfano vitu nilivyozungumza kama hivyo vya kushapata mtoto labda mwenye mgongo wazi au mwenye hiyo mdomo wa sungura, of course kuna vitu vifanya, lakini in a way vita affect sana. Kama kuna hizi trisomy, kuna magonjwa mengine yakishakuwepo kama Down syndrome, kuna syndrome nyingi ambazo zikishakuwepo, mara nyingi tiba kubwa huwa ni mazoezi na physiotherapy. We don't expect much, lakini ni mambo ambayo yanaweza kufanyika huko nyuma ndani ya first trimester. Uzuri sasa hivi kuna vifaa zinaweza kugundua hata aina ya mtoto atakayezaliwa, hata kama kuna ulemavu ambao hupo, kama mtoto ana kichwa kimejaa maji, hata ndani ya trimester ya kwanza pale mwishoni unaweza kugundua, na wakati mwingine unaweza kushauriwa nini cha kufanya, ni dawa gani, hata akaanza kutibiwa mtoto ndani ya tumbo lako. Wengi wanafikiri kwamba watoto wanatibiwa tu wakizaliwa, lakini kuna baadhi ya matibabu mengine huwa yanaweza kuanza hata wakati mtoto yupo ndani ya tumbo, labda katika trimester ya 2 hata ya 3. Kwa mfano kuna vitu kama prematurity, ni vitu ambavyo huwa vina kuviandama na kuwahi mapema, kwa sababu kuna baadhi ya vitu, na tumegundua baadhi ya wagonjwa ambao au watoto wengi ambao wanapata magonjwa kama ya usonji, asilimia kubwa study zinaonyesha kwamba wengi wanakuwa ni premature babies. Ingawa sio wote, lakini study zinaonyesha hiyo. Lakini vile vile wengi wanaonekana tayari wamekuwa exposed katika matumizi, wazazi wao walikuwa exposed katika matumizi ya vinywaji vikali. Kwa hiyo that's why we are saying, nakuta mzazi anza akaja mtoto ana miaka 3 4 aongei, lakini kumbe shida ilianzia huko nyuma, ambapo sasa huko nyuma kumbe angejua mapema kwamba I was not supposed to take alcohol, I was not supposed to drink, labda kuvuta sigara, labda nilitakiwa ni screen magonjwa kama ya rubella, magonjwa kama ya kaswende, kwa sababu ni magonjwa ambayo mama anakuwa nayo, yani mwanamke anaanza kwa aliyeumwa akayapata, na kama hayakutibiwa effectively, mwisho wa siku madhara yake unayaona kwa mtoto. Kwa hiyo nilifikiri
niongee hivyo, lakini in a nutshell nigusie tu katika growth development. Labda anapozaliwa mtoto mara nyingi huwa tuko concerned sana na physical, kwamba mtoto amekaa, amesimama, ametembea. Lakini kuna vitu vingi sana zaidi hapo. Kuna social part yani development ya mtoto, kama anaweza kusmile, kama anaweza kurecognize mama. Kuna sehemu ya emotional, mtoto katika kila stage ya ukuaji wake, kuanzia anapokuwa mchanga pale mpaka anafika anajitambua, mpaka anafika anaanza kutembea, mpaka anaanza shule. Kuna issue ya cognitive, yani cognitive nikisema ule uelewa wake. Katika kila level mtoto anataka apimwe uelewa wake. Wengi unakuta anapima uelewa akishaanza shule, labda anashindwa kuandika, au akiambiwa aandike 1 mpaka 2 anashindwa. Lakini unakuta kumbe vitu vingine vinaweza vikaanza kugundulika huko mapema sana. Kwenye issue ya language na speech, kuna kila stage tunategemea mtoto aweze kusema. Kwa mfano tunategemea mtoto ndani ya miezi 9 ya kwanza aweze kufanya yale makelele ya kuku, ni kama anafanya bubbling sound. Ni kama unahisi mtoto anacheza, lakini ana muhimu sana, kwa sababu atakwambia kwamba huyu mtoto atakuja kuongea baadaye. Lakini kingine ambacho tunakiangalia, labda kuna umri ambao tunategemea mtu aanze kusema baba, aseme mama. Kuna umri tunatakiwa mtu aanze kusema sentence moja, labda nakuja, au 2 sentence aanza kajoin. Kwa hiyo hizi zote huwa tunaziangalia anapozaliwa huku, lakini wakati mwingine maandalizi yake yanatakiwa yafanyike huku wakati wa ujauzito, na hasa nasisitiza ndani ya wiki 12 za kwanza, ambazo hizi wiki 12 wengi sana, hata hapa nikifanya analysis wangapi wamekwenda kliniki mimba ilikuwa na miezi 2, yani naanza kupata mmoja au wawili. Majority huwa wanakwenda kliniki mimba ikishakuwa na miezi 4, 5 au imeanza kuonekana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri sisi tutakuwa mabalozi wa kuwasaidia wale ambao wanaendelea na mchakato, na wale ambao wapo humu, ambao wako kwenye plani wakubali unasema ku unlearn and ku relearn, na kuachana na yale mazoea ambayo tumekuwa tukiyafanya katika siku zote. Nafikiri mwenyekiti, nahisi kama nimeongea sana, naomba nisije nikapitiliza, lakini nigusie tu kwenye choice ya kujifungua. Sasa hivi kumekuwa na trend inaonekana, nakuta ni mama au wazazi ndio wanaamua kwamba wazae kwa operation au wazae kwa kawaida, naona. Lakini mimi nilikuwa nashauri kama hakuna indication ya operation, yani bora mzazi yani azae tu kwa njia ya kawaida, kwa sababu kuna faida nyingi sana za kuzaa kwa njia ya kawaida, ikiwa tu kama kuna usimamizi mzuri, na ikiwa tu kama daktari wako amerecommend na amefanya vipimo vyote, amepima nyonga na hamna risk zozote, hauna matatizo ya pressure, hamna matatizo ya kisukari, na uzito wa mtoto uko sawa na vitu vingine. Kwa maana nasema ni vizuri sana kuwa karibu sana na daktari wako, na yani awe kama ni mtu wako tu karibu. Wakati mwingine hata kama hakuna issue, na update tu katika aina ya progress ya maendeleo ya ujauzito wako. Sababu kuna vitu vingi sana hata baadaye mtakishazaliwa, katika presentation za siku zingine huko, mengi huwa yanakuwa ni concerns za nyuma ambazo zinahusiana na hali ya ujauzito au malezi. Kwa mfano tumegundua watoto wengi sana ambao wanapata asthma, sasa hivi studies zimeonyesha sana, wengi sana ni wale ambao wamezaliwa kwa njia ya operation. Kwa sababu njia ya operation huwa haikamui maji kwenye mapafu. A natural birth inafanya mtoto ana squeeze, akipita kwenye birth canal anajisqueeze. Kwa akijisqueeze at least anapunguza maji kwenye mapafu, ambayo anapunguza risk. Hizo ni recent studies zinaonyesha hivyo. Ingawa si kwamba ni one by one, kwamba kuna wengine wanazaliwa kwa njia kawaida lakini bado wanapata magonjwa kama ya asthma. Lakini magonjwa kama haya ya epilepsy na mengine yanakuwa kama kuna trauma. So there's a lot of things. Labda ni ruhusu mwenyekiti niishie hapa, ili labda kama kuna maswali au kama kuna nyongeza, kama kuna clarification niweze kuzifanya. Asante sana. Asante, tunashukuru sana Dr. Richard kwa uwasilishaji. Sasa niliandika kwenye chat kama kuna maswali yaandikwe, lakini kama mtu anataka kuuliza swali kwa kuongea, uji-unmute
lakini pia kuna icon ya mkono. Nyosha mkono ili tupeane namba, tujue swali la nani linaanza, lipi linafuata. Kwa naangalia kama kuna maswali, lakini najua pia kuna watu wanaweza kutoa nyongeza. Kwa hiyo kwanza kabla ya maswali kwanza, kuna mtu yote anataka kuongeza kitu? Sababu tuna madaktari wengine huenda wamejoin. Kwa ufupi sana hakuna. Haya, naanza na maswali sasa. Okay, Dr. Ogilo, unataka kuweka nyongeza? Okay, tutachukua nyongeza ya Dr. Samuel Ogilo tu, after then tutaenda kwenye maswali. Karibu Dr. Please unmute yourself. Uko bado umemute. Kwa hiyo ukiunmute yourself na utaweza kuongea. Dr. Ogilo amenyosha mkono lakini yuko mute, hatuwezi kumsikia. Okay, basi tutamsikiza baadaye akiweza kuunmute. Twende kwenye maswali moja kwa moja. Nyakwesi, niona una swali, unaweza ukauliza? Nyakwesi. Hello. Okay, karibu Nyakwesi. Asante. Swali langu halikutakiwa kuwa la kwanza, ila ngoja tu niulize. Kuna habari nilikuwa nasikia kwamba wanasema folic acid mwili wetu hauwezi kupokea folic acid. Kwa hiyo hata vile tunavomeza ni tunameza tu, tunajidanganya. Tunatakiwa tumeze folate. Sasa nikaa nasema kama ni folate tunatakiwa kumeza, kwa nini tunapewa folic? Kidogo nikaa sielewi folate na folic acid, na nikaa napata mashaka kama ni kweli kwamba kweli mwili wetu hauwezi kuipokea, unaweza kuupokea hapo. Nimemaliza kuuliza. Okay, asante. Swali la pili, tukusanye maswali afu Dr. Richard atajibu yote kwa pamoja. Ili tutasaidia ku manage time. Claire, please, unaweza kuuliza? Asante sana Naomi. Swali langu, asante pia daktari kwa mawasilisho mazuri sana. Swali langu ni kuhusiana na ugonjwa ama hii condition ya autism. Tunaona kwamba siku hizi watoto wengi sana wanakuwa wanapata autism. Sio tu Tanzania, hata ukiangalia nchi zilizoendelea huko autism inakuja kwa kasi sana. I wanted to know from medical perspective, shida ni nini? Labda nyinyi kama madaktari kunaamini mna access na hizi research, labda hata nyinyi pia mmegundua hii shida. Shida hasa inaweza ikawa ni nini, na kama wazazi labda tufanye nini kuzuia au hata kusaidia watoto ambao unakuta wana changamoto kama hizo, kwa sababu ni kitu ambacho kinachanganya watu, hatukielewi vizuri na hatujaweza kupata access ya taarifa ambazo zitatusaidia. Swali langu ni hilo tu. Okay. Kama kuna swali lingine, Claire, mkono ni ule. Naona hakuna swali lingine. Nimeandika okay, Dr. Ogilo, karibu. Asante, sio Dr. Ogilo. Nasikia. Sorry, mimi nimechukua simu ya Dr. Ogilo. Nataka tukupongeza Dr. Richard sana kwa masomo mazuri ambayo ametoa siku ya leo, na ni vizuri sana kwa sababu tuna vijana humu ambayo wanatarajia kuoa na kuolewa, alafu pia tuna wanandoa ambayo tayari wako hapa, yani ni candidates wazuri sana kwa ajili ya somo ya leo. Hiyo pre-screening ambaye amesema, yani I don't know how to overemphasize, ni muhimu sana. Naona mambo haya yote ambaye amesema ya pre-screening, vitu ambaye inabidi tufanye kabla, yani ameeleza kabisa miezi 3 kabla ya ujauzito, ni muhimu sana, kwa sababu siku hizi tuna abnormalities
ya kutosha, na mtu akipata mtoto ambaye ana hizo abnormalities, yani saa zingine ni maisha yake yote atakuwa anamhudumia huyu mtoto, yani atashindwa kufanya mambo mengi. Kwa hivyo naona alichokisema ni mambo nzuri sana, na wote tuchukue tubadilike, tufanye mambo kama haya na itatuokoa mambo mengi. Asante sana. Asante sana Mama Ukilo. Nadhani kama kutakuwa na mkono mwingine tutaangalia, maana tutaenda mpaka 3:15 ndio tutakuwa tunamaliza. Kwa sasa tuna maswali mawili. Dr. Richard, kama ulikuwa hujaandika, nimejitahidi kuyaandika kwenye chat hapo. Swali la kwanza la Nyakwesi na la pili. Asante, nimeangalia, nafikiri nianze na la kwanza hili. Huyu amezungumza kuhusu folic acid. I think maybe the issue is absorption, kwamba wakati mwingine kama hii ni debate kama ya kwenye iron. Unajue iron ni supplement, yani tunapokula iron kuna iron 2 na iron 3. Kwa wakati mwingine inaweza kaa ni issue kwenye absorption, kwamba maybe folate, form ya folate inaweza kawa absorbed more than folic acid, lakini mwili unapokea. So maybe what I can advise, wakati mwingine unakuwa na formulation ambazo zinakuwa recommended. Ni kama tunapozungumza, mjua kwenye mambo ya dawa hapa kunakuwa na hizi industry. Wakati mwingine anaweza akakuaminisha kwamba Augmentin is better than Clavam. Nafikiri mshafahamu, mtu anakuambia tafuta hii ndio original yenyewe, hii Augmentin ya UK. Kwa hiyo kwenye dawa hapa unajua kuna pharmacy, nafikiri kama Esther Nkonya yupo anaweza akalielezea vizuri, limekaa kifamasia zaidi. Lakini kwa sisi madaktari tuna prescribe, na sisi tulishaambiwa kwamba what we are looking at a molecule. Kwa hiyo absorption na nini, there are a lot of factors. Ingawa nakwambia kwamba hii ikiwa ya UK ni nzuri sana kwa sababu inauzwa dozi moja shilingi 40,000, hii ya India inauzwa shilingi 2,000. Kwa hiyo lakini sasa nisiingie kwenye hiyo industry sana, lakini what I know, folic acid kama alivyosema ni sawa kwamba mwili wetu huwa hauwezi, ndio maana wakati mwingine inabidi tupate supplement. Kwa hiyo the key message ni kwamba whatever formulation utakayopewa, lakini just know kwamba you are taking a folic acid. Mwili unahitaji folic acid kama sehemu ya kutengeneza mtoto. Yaani ndio kama matofali. Kwa mfano tunaposema zile neurotube defect, nazungumza mgongo wazi, mtoto amezaliwa sijui ana kichwa kikubwa, most of them unakuwa na hiyo folate deficiency. Kwa hiyo inawezekana ni katika which form, it doesn't matter in which form, lakini just know kwamba we need a folate supplementation. Sasa labda hiyo nimeleka hivyo, labda kama kuna mwingine anaweza kuongezea. Lakini kwenye swali la pili kuhusu autism, of course niligusia tu, ingawa nafikiri nilikuwa jaribu kuelezea. Kwa kweli autism kama wanavyosema sasa hivi it is on high rise. Maybe the reason our population iko aware, access imeongezeka labda na to the medical services. Maybe wakati mwingine watoto hawa walikuwa labda wanaficha watu, wanaweka ndani, na sasa hivi awareness imesaidia watu. Wagonjwa sio tu wenye autism, hata wagonjwa wengi matatizo mengi tu hapa, kama wenye mtindio wa ubongo, wenye wanapata labda zile neonatal stroke, wengi walikuwa wanafichwa majumbani, wanaamini kwamba labda ni nuksi na laana au na mikosi. Na tuna baadhi ya watu wengine wana matatizo yanaitwa metabolic au neurometabolic, yani ni magonjwa ambayo yanasababishwa na udhaifu au ukosefu wa uwiano sawia wa hormones au enzymes, kwa maana vimeng'enya katika miili yetu. Inaita baadhi ya magonjwa ambayo sasa most of them inakuwa ni genetic, kama vitu kama Down syndrome kama hivyo. Speaking about autism, labda nizungumze vitu vichache, maybe also we can have another talk for this. It's a large topic, lakini autism au kwa maana ya usonji, mpaka sasa hivi there is no clear, and we cannot say kwamba people who are getting autism, watoto wa autism ni kwa sababu ya ABC. Yaani hakuna ile direct, lakini there are some associated factors. Kwanza tumegundua kwamba watoto wa kiume wako katika
riski kubwa ya kuwa autistic. Na ukiangalia hata kwa hospitali, ukiangalia hata ukienda kwenye occupation unakuta watoto wa kiume ni wengi kuliko wa kike. Kwa hiyo ni moja. And we don't know how this is happening. Hiyo ni moja. Lakini cha pili ambacho tuna kina linki sana, most of premature babies, watoto ambao wanazaliwa wakiwa hawajatimiza yani zile siku yani zile mimba haijakamilika, kwa maana zile siku 37, yani wiki 37. Some of them not all, yani sio kama mtoto ambaye ni premature kwanza kuogopa kwamba, lakini yani wengi wao ukitrace back history walizaliwa kama premature babies, na hasa wengi wanakuwa ni wanaita extreme premature. Unajua kuna premature ile ambayo bado ni wiki ya bado wiki 2, wiki 3, lakini kuna wale ambao unakuta wiki ya 28, wiki ya 20. Sasa hivi kidogo tuna uwezo wa hata watoto wakiwa na wiki 20, wiki hata 18, wiki 17, mtoto ana nusu kilo anaweza akazaliwa kaa kwenye incubator mpaka akawa mkubwa. Sasa wengi hao they go to that. Lakini kingine tulichogundua, parenting skills labda hii itazungumzwa mbele sana, lakini watoto siku hizi wako exposed sana. Tumegundua ambao wanakuwa exposed kwenye gadgets. Yaani gadgets kwa maana nikizungumza TV, nikizungumza simu, nikizungumza iPad, tablet, na wazazi wengi wamekuwa wana tabia ya kuwabembeleza watoto hivyo ili wasiwasumbue. Akimkaa mtoto mchanga kabisa anza kata na miezi 3, miezi 4, anawekewa hapo kisimu kimewekwa YouTube vikatuni, weza ni vikatuni, weza ni vinyimbo, lakini vile tumegundua wengi ambao wanakuwa exposed mapema katika hizo gadgets kwanza wanakosa ile expressive, yani wanapokea zaidi, wanaleni kupokea kuliko kutoa, tofauti na mtoto ambaye labda akishakuwa hata mkubwa labda anaongea na mwenzake au anacheza na mwenzake. Kwa hiyo watoto hawa anakaa ndani, na kwa sababu ya wazazi siku hizi wanaogopa cheze nje, hata kama akiwa mkubwa anafika labda mwaka 1, 2 anabaki na dada ndani, anawashiwa TV, ataangalia katuni kuanzia asubuhi mpaka jioni, na hata akiwa anakula na ikiwa katuni, yani muda ambao anapumzika kuangalia katuni amelala, akiamka aenda kwenye katuni. Tumegundua wengi ambao wana lifestyle hiyo, asilimia kubwa wengi wanakuwa na autistic features. Kwa hiyo nafikiri ni mchanganyiko wa vitu vingine, lakini nafikiri we think maybe lifestyle vyakula vinavyoliwa sasa hivi. Ukikompea bana miaka ya nyuma, nature ya vyakula vilikuwa vinaliwa. Sasa hivi mama hata akiwa mjamzito unakuta anaweza akala junk food kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ingawa hiyo nayo inafanywa study kuangalia kama kuna uhusiano wa aina ya vyakula, lakini maybe that could be the reason. Lakini ambavyo viko very obvious sana ni hiyo ya kuwa expose watoto kwenye gadgets mapema, wanakuwa na only one way traffic, yani wanakuwa hawana ile expressive mode, wanakuwa na receptive mode tu ya communication. Na ndio maana wengi wao hata akifika saa muda akitaka kitu anakupiga mkono, anakupoint, kwa sababu ile speech yake haikuwa fully developed kwa sababu ya kuwa exposed kwenye hizo picture mapema. Na nafikiri American Association of Pediatricians wana propose kwamba mtoto aanze kuwa exposed kwenye screen akiwa angalau miaka 2 and above. Actually if your child is less than 2 years, ideally hatakiwi kutumia kabisa hizi gadget, simu za kumpa na kumwacha akae angalie kwa muda mrefu hapo. Lakini I think labda kwa ufupi hiyo ni topic pana sana, lakini nimejezi kumention hivyo vitu. Kwa hiyo just to respond to a question why autism is getting on rise, sababu zitakawa hizo exposure, audience na watu wameweza kuwa na awareness, wanakuja kupata matibabu. Na it is true, sisi kwenye kliniki yetu tunafanya kliniki ya neuro ni magonjwa haya ya kama day at least you get 5 new patients, new kids, yani kila na kliniki inafanyika Jumatatu, Jumatano na Ijumaa, lakini angalau kwa siku moja you get 5 patients. Kwa in a week you have 15. Sasa pata picha hiyo ni kwenye hospitali ya Muhimbili, you know, kwenye hizi peripheral huko
zingine inakuja. Kwa hiyo kweli tatizo ni kubwa, na sasa hivi nimeona hata kuna awareness imeongezeka na a lot of teachings kwa wazazi na training za how to avoid this na how to manage the patient with autism. Labda ni na kingine cha kusema tu, kuna mstari mwembamba sana kati ya autism na ADHD. Wengi wanachanganya sana watoto wenye autism na watoto wenye ule utundu uliopitiliza naita. Kwa hiyo so maybe this aba Naomi we can arrange another session for this, lakini kumjibu tu muuliza swali ajue tu hivyo na kujaribu kuona what are some issues regarding autism. Na wengi wanachanganya, yani kwa ufupi wengi wao wanachanganyaga autism, wanachanganya na ADHD, wanachanganya na mtindio wa ubongo, wanachanganya na kifafa. Yani hivi ni vitu viwili tofauti, na wanachanganya na ugonjwa wa akili kwa maana labda mental health kwa maana labda. Kwa hiyo wengi kutuzemu wanafikiri ni kama mtoto akiwa na conversion perception, kuna wengine wanaamini ni mapepo, wengine wanaamini kwamba ni kifafa, lakini kumbe unaweza kuwa na conversion lakini ikawa sio kifafa na wala isiwe mapepo, na ikawa tu just a normal kwamba what to do avoid vitu fulani, asiwe na homa kali, ni febrile conversion. Kwa hiyo maybe we can set another subject for another day for this, lakini regarding autism nafikiri haya niliyosema kwa sasa hivi anza kaya yamekusaidia kidogo kupata mwanga. Asante sana. Okay, asante Dr. Richard. Tuna maswali kwenye chat. Swali la William anauliza tendo la ndoa ina athari gani kwa mtoto? Na pia swali la Bukelebe anauliza ni nini dalili zipi za hatari kwa mama mjamzito anapaswa kuzitambua mapema na kuwasiliana na daktari mara moja. Hili swali limekaa gynecologist, lakini daktari tunaomba ulijibu pia. Nadhani ukilijibu kwa muktadha wa mtoto itakuwa nzuri zaidi kwa sababu somo letu limefocus kwa watoto. Maswali yako kwenye chat daktari tunaomba uyajibu pia. Na kabla hajajibu Esther, naona bado kabla daktari anafikiria maswali mawili jinsi ya kuyajibu. Esther, mkono umenyosha, unaweza nadhani unachangia kwenye ile swala la nyakwesi la dawa. Karibu. Asante Naomi. Asante Dr. Richard kwa wasilishaji. Niomba nichangie hapo kwenye dawa kwa sababu ni farmasia. Hizi folate na folic zote ni moja hapo ya B9, tunaita ni vitamini B9, B9. Moja ya vitamini muhimu kwenye mwili. Lakini folate inatokana na natural foods. Unavyokula vyakula, green vegetable na vitu vingine vyote hivyo ndio tutaipata hiyo folate. Kwa hiyo kwa kawaida tu hii folate tunahitaji mwili, na mara nyingi mwili unaweza kuhifadhi na tunaipata kwenye vyakula. Lakini folic acid ni synthetic kama ilivyo, ndio hii inatengenezwa kwenye viwanda na hii ndio tunakunywa. Kwa nini folic wakati wa pregnancy, especially hii first trimester? Folic acid inakuwa easily absorbed kwenye kipindi cha ujauzito, na pili study imeonyesha kwamba mahitaji ni makubwa. Kwa hiyo not sure kwamba kile chakula kitafidia hayo mahitaji yanayohitajika kwa kipindi kile. Na folic acid studies zinaonyesha kwamba imekuwa advantageous kwa kuzuia migongo wazi kwa watoto zaidi, kwa sababu inakuwa easily absorbed. Kusema absorbed, inachukuliwa mwilini haraka. Zote folate na folic acid ziko kwenye inactive form, zinabadilishwa kwenye active form ikiingia mwilini kwa ajili ya kutumika hivyo kuzuia hiyo migongo wazi. Na folic acid imeonekana inabadilishwa haraka kuliko folate. Ndio maana kama Dr. Richard alivyosema mara ya kwanza, unaweza usitumie na usipate shida kwa sababu una reserve ya hiyo folate yako kutoka kwenye chakula ambayo imetosheleza kipindi hicho cha ujauzito. Lakini ili kuzuia, kwa sababu ukikosa madhara yake ni makubwa, ndio maana daktari wanashauri kutumia angalau microgramu 400 za hiyo folic acid ili kuweza kusaidia. Kwa hiyo sio kweli kwamba folate na folate ni bora hawezi kutunza mwili, hapana.
folate ni natural na folic ni synthetic, na zote ni inactive, haziko kwenye active form, zinabadilishwa mwilini. Lakini folic acid kipindi cha ujauzito ni ya muhimu zaidi, ndio maana unapewa kipindi cha ujauzito, sio kipindi kingine. Asante. Asante sana Esther, tunashukuru kwa majibu. Tumebakiza dakika 3. Dr. Richard, kama unaweza kusummarize maswali la William na Bukelebe, maana yote yanafocus kwenye ujauzito, alafu ili tumalizie. Karibu. Asante sana, na namshukuru Esther kwa kuongezea hapo kifamasia zaidi. Sasa kwenye huyu amesema tendo la ndoa, sijaelewa lakini nafikiri muktadha wake hajalifafanua, lakini nafikiri anaposema tendo la ndoa linaathiri vipi, sijui kama umemuelewa na wewe, lakini nilichoelewa mimi kwamba tendo la ndoa katika ukuaji wa mtoto akiwa tumboni, au tendo la ndoa kwa mtoto ambaye yupo, labda aliuliza swali anza akaliongea ili tumuelewe, tumjibu visahihi. William, unaweza kuuliza? Bukelebe, unaweza kuuliza swali lako? Labda tu nijibu kama yuko mbali, nijibu kwenye post na karibu. Kwamba mimi sikusikii vizuri. Hata mimi simsikii. William, sogelea karibu na simu kama unatuvia. Okay, nasema hivi. Yes. Kwamba tendo la ndoa kwa mama mjamzito, je, linaweza likasaidia kupanua njia ya mtoto? Sasa hiyo mimi nilisikia huko nyuma kwamba ukijamiana na huyo mwanamke, manake unaweza ukatengeneza njia yake isiwe finyu sana, iwe pana. Sasa hiyo sijui kama ni kitaalamu kwamba ni salama au si salama, na kwamba labda ni muda gani, miezi gani labda ya kukaribia kujifungua au mwanzoni, ndio hatujajua. Labda kwa vile wewe huko kitaalamu unaweza ukatupatia hilo na jibu. Asante, nimeshakuelewa basi. Asante sana, kwanza naongera kwa ujasiri wa kuuliza swali hilo. Mimi nafikiri yani tendo la ndoa halina uhusiano wa moja kwa moja na njia ya mama, kwa maana kwenye kujifungua, kwa sababu effect ya kujifungua kama nilivyosema kwamba ni physiological. Ndio maana unakuta mimba ikiwa changa pale bado ile cervix, ile shingo ya uzazi inafunga, lakini inapokaribia kujifungua bado wiki moja, wiki mbili, unakuta unakuwa na changes. Kwa hiyo niseme tu kitu kimoja, tendo la ndoa is not contraindicated during pregnancy. Otherwise kuna special issue. Kwa mfano kwenye first trimester, kwa kweli wakati mwingine mama anakuwa amechoka, anakuwa anajisikia vibaya, anakuwa anajisikia ovyo, anakuwa na mood swing. Kwa wengine sometimes don't expect too much sana katika, na hiyo kama baba inabidi uelewe. Lakini akishakuwa stable kuanzia ile trimester 2, maisha yanaendelea tu kama kawaida. Hakunaga hata ile, hata kama anakwenda kujifungua kesho leo, bado tu maisha yanaweza kaendelea tu, lakini katika ustaarabu ambao unaeleweka, kwa kuconsider kila kitu na hali ya mama. Kwa hiyo kwa kweli huwa hamnaga hiyo, hamna special contraindication. Lakini vizuri ukawa na concerns zote, kama mama lazimation hayuko sawa, ajisikii vizuri, anasikia maumivu, hapo kama baba lazima uweze kukubali hayo maelekezo na yumkini hata kuonana na daktari. Sasa hii nalijibu moja kwa moja na swali la pili, dalili za hatari. Sasa labda dalili za hatari zinavyokuwepo, Bwana William, katika hii, of course that would be a contraindication, kwa maana ni PV bleeding. PV bleeding, mama akiwa mjamzito afu akawa anatoka damu ya aina yoyote, hata kama ni matone, hiyo ni dalili ya hatari, si dalili nzuri. Sawa? Kwa hiyo kama ni tone moja, matone mawili, lakini as long as ameshakuwa mjamzito,
we don't expect kuona mama ana bleed. Kwa hiyo inaweza kaanza tone au katoka damu kidogo kidogo, au kama ile nguo yake ya ndani ikawa inatoka damu kwa muda fulani, whether ana maumivu hana maumivu, hiyo huwa sio dalili nzuri. Hiyo ni cha kwanza. Cha kingine huwa ni kama anapata severe headache, yaani kichwa kiko kinamuuma sana akiwa ni mjamzito. Hiyo nayo huwa dalili, sio dalili nzuri, dalili ya hatari. Kwa maana inaweza kawa anapata labda eclampsia au pressure ile kifafa cha mimba na vitu kama hivyo. Au kama anaanza kuona anapata blood vision, yaani kama anakuwa haoni vizuri, kama anaona giza au anashindwa kuona vizuri. Hiyo nayo ukiona hivyo, kama ni mama mjamzito, lazima immediately enda hospitali au mpigie simu daktari wako. Kama una homa, we don't encourage kuwa na homa wakati wa ujauzito. Homa ya aina yoyote ile inaweza kawa ni indication ya infection, ambayo hiyo infection inabidi iwe cleared, kwa sababu hiyo infection isipotibiwa ikaenda kumwathiri mtoto, inaweza ikaleta mambo mengine hapa udumavu. Au kama kuna kuchoka kulikopitiliza, kuna ile unachoka mpaka unalala labda asubuhi mpaka jioni, unachoka hata kusimama kwenda sebuleni kwenda kuchukua maji ya kunywa mwenyewe, hiyo nayo huwa si dalili nzuri sana. Lakini kama una severe abdominal pain, yani tumbo linauma sana na ni mjamzito, tumbo linauma sana, ingawa hata kama hautoki damu lakini tumbo linauma sana, hiyo nayo ni dalili ya hatari. Nyingine sasa hii, kama wengine wanapata degedege, yani kama fit au conversion. Ukipata conversion, lakini mara nyingi huwa inakuwa ni catalytic stage, labda ni mambo ya preeclampsia, wakati ujauzito umeshasogea sana. Kwa hiyo to mention fuse, hivi ndio vitu vya hatari. Lakini kingine, kama mtoto anakuwa achezi, labda mara nyingi kuanzia pale around wiki ya 18 17 mtoto anatakiwa aanze kucheza, anacheza mpaka anafika mwisho anatakiwa anacheza. By the time ukiona yule kucheza kumepungua au hakupo kabisa, hapo lazima uende hospitali au umpigie daktari wako. Hizo huwa si dalili njema sana. Nafikiri nimeajibu yote hayo. Kwa kama kuna cha kuongeza au kama kuna swali tena, na muda kama umesema tumesha. Asante sana. Asante sana. Niliona kama kuna swali, lakini aliyeuliza akafunga tena. Okay. Nadhani labda kama clarification anaweza kauliza kidogo, labda kwa sababu najua kuna misi sana kwenye hii tendo la ndoa. Kuna misi, kuna wengine wanaamini kwamba kuna kitu kinachoitwa kubemendwa. Sasa kubemendwa hiyo shaisikia hiyo daktari. Ni kitu ambacho kipo, yani na kinaaminika sana huko duniani, lakini there's nothing like kubemendwa. Yani mara nyingi na wengi wanaamini kwamba kuna hiyo kubemendwa, kwa maana labda ukiwa unashiriki tendo la ndoa wakati mke wako ni mjamzito, alafu ana mtoto mdogo, alafu ananyonya, yani huwa wanaamini kwamba mtoto anakuwa na bemendo, lakini huwa havihusiani, kwa sababu issue tu huwa pale huwa ni issue nutritional issues. Kwamba mama akishakuwa mjamzito huwa anaanza kuconcentrate na ule ujauzito, na wengi huwa wanaacha kunyonyesha watoto hata kama watoto wamekaribiana sana. Ndio kuna wengine wanaamini kwamba nikishakuwa mjamzito na mtoto nimepata mimba wakati mtoto huyo na miezi 9 sitaki kunyonyesha, which is not true. Kumbe unaweza ukanyonyesha na ujauzito ukaendelea. Sema tu wakati mwingine wengi wanafikiri kwamba ukinyonyesha unaharibu mimba. Kwa hiyo it applies the same kwenye mambo ya tendo la ndoa. Kuna wengine wanaamini kwamba nikishakuwa mjamzito, kuna wengine kabisa wanaamini, na wengine wanaadventista kwamba once my wife is pregnant, I'm not supposed to participate kwenye tendo la ndoa mpaka atakapojifungua. Na ndio maana wengine wanawapeleka sio wakae kwa mama zao waende vijijini, which is not true. Kwa hiyo hakuna uhusiano wowote wa kama mimba haina shida, mimba haina complication, huwa haina shida. Issue tu ni kwa wale ambao wana cervical incompetence. Kuna watu ambao labda mimba zao zinaharibika kirahisi. Unakuta zinakifika miezi 3 4 zinaharibika. Na wakifanya vipimo wanakuta mpaka wanafungwa ile shingo ya kizazi. Hao kunakuwa na special consideration. Kwa hiyo but for a normal pregnancy huwa hakuna indication. Asante. Okay, asante sana dokta. Tunashukuru, nadhani maswali na dukuduku zozote zilizokuwepo zimejibiwa. Kama nilivyosema awali kabla wengine hamjajoin,
idara ya wanawake, kamati ya elimu, tutakuwa na series za haya mafundisho. Tutakuwa na mafundisho kuhusu mtoto, na tumeanza mtoto akiwa tumboni. Kwa hiyo tutawatangazia tena wakati mwingine mtoto mdogo sasa ambaye yuko nje, tunamleaje, kama alivyokuwa ameanza kutuambia Dr. Richard hizo milestone mpaka mtoto anafikisha miaka 5, nini tunatakiwa tufanye. Tutakuwa tuna another session karibuni kwa ajili hiyo, lakini tutaenda mpaka tutafikia mtoto amefikia mtoto mkubwa, adolescent. Tutakapokuwa tumeshamaliza sasa pale kwamba tumemalizana na watoto. Kwa hiyo tunawakaribisha siku nyingine kama itakayofuata, kwa sababu itakuwa na yenyewe pediatrician, huenda tutakuwa na Dr. Richard huyu. Kwa hiyo tunawakaribisha, mkiona hiyo linki, wapendwa wenu wanaotakiwa kuingia, kama una mdogo wako, mtoto wako, ndugu yako, make sure ame kwa kufunga. Nitamwomba Mama Ungilo atupatie ombi, lakini kabla hajaomba naomba nisome fungu. Waamuzi 13 mstari wa 8 linasema, kisha Manoa akamwomba Mwenyezi Mungu akisema, na kuomba Mwenyezi Mungu umtume tena huyu mtu wako uliyemtuma, ili atufundishe mambo tunayopaswa kumtendea huyu mtoto atakayezaliwa. Kwa hiyo tunachokifanya hiki leo, hata Manoa alikiomba. Alimwomba Mungu kwamba amtume tena yule mtu atakayewafundisha namna ya kumlea mtoto. Na tunaona kabisa kwamba Samson alianza kulelewa tangia tumboni. Kwa hiyo leo hii kwa vijana, mabinti na wale wote ambao mmejoin, ambao mko kwenye wakati wa kujifungua, Mungu amemtuma yule mtu ambaye ni Dr. Richard ili apate kuwaonyesha, kufundisha, afundishe mambo tunayopaswa kutenda kwa ajili ya mtoto wako au mjukuu wako atakayekuja. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana, tunakushukuru Dr. Richard kwa ajili ya hii kazi ya Mungu uliyoifanya. Mama Ungilo, tunaomba utupatie ombi, na baada ya hapo nitakaribisha uongozi Happy kama yupo aongee neno, then tutakuwa tumemaliza. Au Happy kama unaweza kaongea kabla Mama Ungilo akiomba tu tunaondoka. Happy au kiongozi wa idara ya wanawake mwingine yote? Naona hawapo. Basi Mama Ungilo tupatie ombi tufunge. Asante, mnanisikia? Tunakusikia. Okay, asante sana. Tuombe. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa masomo haya ambayo tumepata. Masomo muhimu sana. Masomo ambayo yatazuia mambo mengi, magonjwa mengi ambayo sio ya lazima. Baba, tunaomba uwe na Dr. Richard, mbariki kwa njia ya pekee muda wake ambaye amechukua kutufundisha siku ya leo. Baba, tunaomba umbariki maradufu, kwa sababu Baba, kwa sababu amejitoa kwako. Tunajua masomo kama haya tungelipia ili tuweze kuhudhuria, lakini mtu wako amejitolea muda wake na kuweza kutufundisha. Baba, tunaomba umrudishie maradufu, bariki mikono yake, bariki kazi yake. Pia Baba, tunashukuru kwa mwenyekiti wetu dada Naomi, na tunaomba Baba uendelee kuwagusa ili tuendelee kupata masomo. Tuna vijana hapa kwenye kundi hili, tuna wanandoa ambayo wengine wana watoto, wengine bado hawajapata watoto. Baba, tunaomba wabariki wote na haya masomo yaweze kuzaa matunda katika maisha yao. Tunaomba haya yote kwa jina ya Yesu Kristo. Amina. Asanteni. Nimechukua notes, nitawagaia ambao wameshindwa kuja, nitatuma kwenye group la idara ya wanawake kwa sababu hatujaweza kurekodi. Kwa hiyo nina notes ambazo hazina afya, lakini watakaoweza kuzisoma wataweza kuzisoma. Asanteni sana na usiku mwema.